ya uamsho. The power of revival. Nguvu ya uamsho. Umepata ratiba ya wiki nzima. Sijui katika hiyo ratiba umeona nani ananufaika katika hiyo ratiba uliyoisikia. Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo ratiba ya mwenzako uliyoisikia wiki nzima, mnufaikaji wa hayo maisha ni nani? Ni wazazi wake? Ni serikali? Ni mtaa? Au ni Kristo? Kwa sababu anayekumiliki amekununua. Haleluya. Ukiliona ile zoezi la msalaba lile lilibeba gharama ya mtu mmoja kununuliwa. Na taarifa za maandiko haziniambie kwamba umenunuliwa kirahisi rahisi. Mwambie jirani yako, hujanunuliwa kirahisi rahisi. Kwa sababu bado yeye angeweza kuchinja kondoo au mbuzi kama ingekuwa inatakiwa damu yoyote. Lakini aliye Mungu ilimlazimu ajitengenezee namna ya kuwa na mwili ili apate damu ambayo ilipaswa kuwa gharama ya kupata wewe kutoka huko ulikokuwa. Sasa mimi na wewe tunamilikiwa kihalali na Bwana Yesu. Haleluya. Kwa hiyo hamna namna ya kusema mimi naishi kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Haiko hivyo. Yaani mimi na wewe tunaishi kwa ajili yake. Kwa sababu maisha yetu kama angekuwa yeye hayupo yasingekuwepo. Kwa sababu kabla ya yeye Biblia inatuambia tulikuwa tumekufa kwa sababu ya makosa na dhambi. Yaani mpaka yeye ametununua ndio yeye sasa ametuingizia uzima wake. Roho wake Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kwa hiyo sasa mbele za Mungu hatuonekani kwamba sisi ni watu tunaotembea lakini tumekufa kwa Mungu. Tunaonekana ni watu tunaotembea na tunaishi mbele za Mungu kwa kazi ya msalaba, kwa uhai wa damu yake. Kuna maandiko yanasema, fungua Kolosai sura ya 3. Tasoma mstari wa 1 mpaka wa 3. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo hapa anatuonyesha kwamba tulikuwa tumekufa. Sasa yeye alipokuja tumefufuliwa. Haleluya. Na anatuagiza maadamu yeye amekuwa ni sababu ya sisi kuishi mbele za Bwana, anasema kwamba mimi ndiye ninayewamiliki. Kwa hiyo msiyafikirie mambo yaliyo juu ya nchi, yafikirini yaliyo juu. Haleluya. Yafikirini yaliyo ndani yake. Yafikirini mambo ya baba yenu. Yafikirini mambo ya yeye anayewamiliki. Yafikirini mambo yaliyo hai ambayo hayana kufa, ili muwe na akili kama za kwake na muweze kuishi kama yeye na muweze kutenda kama yeye, kwa kuwa nyinyi sio miliki yenu wenyewe. Sasa hivi uhai wetu
umefichwa ndani ya Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Uhai wetu umefichwa, umehifadhiwa ndani yake Kristo. Tunaishi ndani yake Kristo. Bwana asifiwe. Sasa tunapozungumza habari ya nguvu ya uamsho, very important. Uamsho unaanzaje? Uamsho, kabla mtu hajaokoka hawezi kupata uamsho. Kwa hiyo uamsho unaanza the day umempa Yesu maisha yako. Very important. Ukumbuke, mbegu inayokuzaa siku unazaliwa mara ya pili, ile inaitwa mbegu ya uamsho kwenye maisha yako. Mbegu yenye uhai inayokuja kukutia uhai wa Mungu katika kila ulivyo. Kwa hiyo maisha yako yote yanaanza ukurasa mpya siku umeokoka. Ndio maana mtu aliyeokoka hajakarabatiwa. Kazi iliyofanyika kwenye wokovu wako sio kazi ya kawaida, kwa sababu siku unaokoka wewe, Bible inaniambia unakuwa, roho yako inazaliwa mara ya pili. Kwa Mungu anapokuokoa hakupaki rangi ile roho yako, no. Roho yako ni brand new. Jesus. Na haizaliwi kwa mwanamke kwenda leba. Roho yako inazaliwa kwa neno. Kwa roho yako inakuwa na uhai wa Mungu. Jesus. Very important. Sikiliza. Mtu akiokoka, uamsho unaanza kwa maana ipi? Siku ukiokoka, roho yako ikizaliwa mara ya pili, kuna kitu kingine kinatokea. Roho Mtakatifu anakuja kukaa pamoja na hiyo roho yako iliyozaliwa mara ya pili. Kwa inakuwa roho yako na roho ya Mungu pamoja, kiwango ambacho wale maadui waliokutafuta wanapokuangalia kwenye vioo vyao wanashindwa kuelewa, kwa sababu wakikuona wewe wanamuona Mungu. Kwa kuna michezo fulani inashindwa kupata, inashindwa kukaribia, kwa sababu kuna kitu cha kimaajabu. Ndio maana mtu akiokoka, mbingu haijawahi kukaa kimya. Mtu akipona hausikii sherehe mbinguni, lakini mtu akizaliwa mara ya pili, huo ndio muujiza mkubwa kupita miujiza yote. Bwana asifiwe. Sikiliza. Uamsho unaingia ndani yetu kwa njia ya neno lake. Neno lake lilotuzaa mara ya pili. Neno hilo hilo tunapolitii linakuwa ni pando la uamsho kwenye maisha yetu. Naomba unielewe, unapolipata hili neno ukaanza kuliishi, Biblia ghafla inaanza kutambua kwa upya, inaanza kukuita wewe ni kiumbe kipya. Kwa sababu kadri neno linavyoingia, asili ya Mungu inaingia, asili ya Mungu inaingia, namna ya Mungu inaingia, utukufu wa Mungu unaingia,
Nikwambie, nguvu za kiungu zinaingia, ushindi wa kiungu unaingia, sura ya kiungu inaingia. Yule mtu aliyeitwa afai, baada ya muda mbingu yenyewe inamkubali kwamba huyu ni kiumbe kipya, kwa sababu kuna mambo usingeyatoa kwenye maisha yako kwa njia yoyote, lakini kadri neno linavyoingia, maisha yako yanaanza kugeuzwa, kwa sababu kuna vitu haviwezi kuhimili kukaa ndani yako tena. Hata kama ulipewa mikoba ya babu yako, haiwezi kuhimili. Hata kama uliambiwa wewe ndio mchawi wa familia, hiyo hali haiwezi kuhimili. Hata kama ulishindikana kitabia, hata kama ulikunywa bangi zote, kuna vitu huwezi kuvibadilisha. Ukumbuke, msokoto mmoja wa bangi unakaa kwenye ubongo wa mwanadamu miaka 7. Lakini mimi nimeshuhudia, kulikuwa na mke na mume wote wala bangi. Mtaa ulikuwa umewashindwa, wao ni kupigana, ni maafa, ni majanga kila siku. Lakini walivyompokea Yesu, wakaanza kusikia neno, wakasikia neno, bangi ikaanza kufa, ikaanza kufa, ikaachia ubongo, ikaachia damu, ikaachia mishipa, ikaachia kila fahamu zao. Mtaa ulichanganyikiwa, mmefanya nini mpaka bangi imewaacha? Mmefanya nini? Kwa sababu neno likiingia, uhai wa Mungu unaingia, ambao hauwezi kushindwa tatizo lolote sugu. Mimi na binti yangu yupo hata hapa leo, alikuwa ameshindikana nyumbani kwao, ni graduate lakini mvuta bangi. Nyumbani kwao aminiki, ameshindikana. Yeye ni mtumiaji wa hela, ni mchafu, chumba chake chafu, hafanyi kazi yoyote. Yeye ni bangi na bangi na yeye. Wazazi wamenyosha mikono, hawana cha kufanya, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kudili na bangi akaiweza. Nikwambie, kuna jirani akamwambia, mimi kuna mahali nitakupeleka utapona. Akamleta hapa, tukamuingiza huyo binti transformation school. Alipomaliza, ile bangi ilikuwa imekufa ndani ya ubongo wake. Nyumbani kwao wanashangaa, unatandika kitanda, wewe unapika, wewe unafanya usafi. Bangi ilipoisha, alikaa hivi, God, akaitwa mahali kwenye interview, akafanya interview vizuri kuliko watu wote, akapata kazi ya heshima, na hiyo bangi mpaka leo haionekani kwenye akili zake. Jesus. Mwambie jirani yako, neno ni mtia uhai. Tutasoma kidogo maandiko tuweze kuona. Fungua moja na mimi Waebrania sura ya 4 na mstari wa 12. Tutasoma hapo mpaka wa 13. Tumefika? Amen. Karibu. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Sasa naomba unifuate. Unajua huu mstari ukiusoma kwa haraka haraka unaboreka. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu utahisi tu uvielewi, havifanani na mada za kibinadamu. Lakini hapa anajaribu kutuonyesha uwezo na sifa zilizomo ndani ya neno. Anatumia lugha ambayo hatujaizoea, lakini hii lugha lazima tuipambanue ili tuweze kupata kilichomo. Naomba unielewe, the way anavyolibabadua hili neno, hakuna mfano wake. Yaani hakuna kitu kingine kinafanana na hiki anavyokielezea. Kitu cha kwanza anachosema, anasema neno la Mungu li hai. Lina maana gani? Neno la Mungu likienda mahali pa kitu chochote kimekufa, linaamsha. Mmenielewa? Haleluya. Neno la Mungu hili likienda kwa kitu chochote kilichokufa kinafufuka. My God. Lenyewe lina nguvu ya kufufua bila kikomo. Lina nguvu ya kuleta uhai bila kikomo. Lina nguvu ya kuleta uhai kwenye maisha yako bila kikomo. Lina nguvu ya kuleta uhai kwenye akili na mawazo na nia na makusudi bila kikomo. Sikia, Yesu alienda kwenye kaburi la Lazaro. Yule Martha anamwambia Jesus, ananuka, leo ni siku ya 4. Uliza jirani yako, kuna kitu kwenye maisha yako kimekufa kiasi cha kukataliwa, kinatoa harufu huwezi kukisogelea? Muulize. Lakini Yesu, oh God, anaijua hii kanuni ya neno. Neno la Mungu ni mtia uhai. Kwa hiyo akagoma kutokwenda kwenye kaburi la Lazaro. Ijapo walimkatalia, wakasema usiende, ni siku ya 4. Lakini kwa sababu hii kanuni ya neno haihofii kwamba huo umauti umeozesha kiwango ambacho mwanadamu hawezi kufanya chochote. My God, Bible inasema pale mwanadamu anapoishia ndipo neno anapoanzia. Sikiliza, Lazaro alifufukaje? Kwa sababu Yesu hakwenda kuweka mkono. Jesus. Yesu alipofika kwenye kaburi la Lazaro, alifungua kinywa, akasema, akamwita Lazaro kutoka kwenye mauti. Ukisoma ile maandiko, utaweza kuyaona kwenye Yohana 11, utaweza kuyaona. Yanasema hivi, Yesu alipofika pale
akaita, Lazaro njoo huku, Lazaro njoo huku. Hilo ni neno, hilo neno God lilipokwenda kwenye Lazaro aliyeoza, likabatilisha kuoza, likabatilisha mauti, likaondoa kila kufa, likaondoa harufu ya mauti. Lazaro aliinuka on the spot kwa neno. Hey God. Kwa neno li hai, kazi yake ni kutia uhai. Limeonyesha kitu cha kwanza, limetia uhai kwenye maisha yako. Leo hatuongelei Lazaro, hata sisi tumeitwa kutoka mautini kwa neno. Na tuko hapa tumepewa neno ili tuweze kutia uhai kwenye jambo lolote lililokufa. Hata kama ndoa yako imekufa, hata kama uchumi wako umekufa, hata kama hatima yako imekufa, nataka nikwambie unalo neno kinywani mwako, lina nguvu ya kutia uhai. Haleluya. Anasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Sio nguvu za umeme. Lina nguvu. Hii ni nguvu ya Mungu. Mwambie jirani yako, neno lina nguvu. Si unalo hapo? Hili neno lina nguvu. Mimi hapa mimi najikumbuka. Mimi hapa ni kazi pevu ya neno. Kwa sababu neno lilipokuja kwangu, mimi nilikuwa na aibu. Nilikuwa na aibu mpaka naudhi. Muulize jirani yako, wewe una aibu kweli? Umewahi kuwa na aibu? Mimi aibu yangu ilikuwa mbaya kwa sababu hata kuna haki zangu nilizipoteza kwa sababu ya aibu. Kuna mahali sikuweza kufika kwa sababu ya aibu. Kuna watu hawakuweza kuniamini kwa sababu ya aibu. Nilikuwa na aibu mpaka kwenye damu, mpaka kwenye nyama, mpaka kwenye mifupa. Mtu akiongea nilikuwa siwezi kumwangalia hivi. Nilikuwa mtu akiongea mimi naangalia chini. Wakati yeye anaongea ananiangalia, mimi siwezi kuinua macho yangu nimwangalie hivi. Lakini kuna kitu kinaitwa neno. Kuna kitu kinaitwa neno. Lipokuja kwenye maisha yangu, likautoa uso wangu chini, ukawekwa hadharani. Neno li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali, tena ni upanga, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Hilo neno lenye nguvu na lenye uhai likaja likakata vyanzo vya taarifa kwamba wewe pua zako ni biulu bie chupi. Kuna kitu kingine kikamea pale neno lilipokuja likakata ile taarifa. Kuna kitu kikamea kwamba pua yako ni njema kuliko pua ya mwanadamu yeyote. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Jesus. Piga makofi kwa Yesu. Ili neno si tu
lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili. Siku nyingine nikipata taarifa, nikipata muda, nitakuja kuelezea kila kipengele vizuri. Lakini ili neno ni zaidi hapo. Anasema la choma hata kugawanya nafsi na roho, mafuta na viungo vilivyomo ndani yake. Bwana asifiwe. Ili neno lina nguvu ya kuingia mahali ambapo hakuna picha, iwe x-ray, hakuna picha ya aina yoyote inayotumia mifumo ya kitaalamu. Ina nguvu kama neno God. Picha zote, hata ultrasound inaweza ikaona mtoto, lakini ikimwona mtoto amekaa vibaya haiwezi kumrekebisha. Ikiona liuvimbe, hiyo picha haiwezi kutoa uvimbe. Jesus. Lakini neno linapoona mpaka kwenye siri ya ndani, ina nguvu pia. Kile ambacho amekiona neno, ambacho akihitajiki, ana nguvu ya kukiondoa. Neno linajua mawazo na makusudi ya Mungu. Yaani neno utaki kuambia nawaza hivi. Neno linajua mawazo yako, na sio tu linajua, linaweza kugeuza mawazo yako. Lina nguvu ya kuondoa wazo baya, na lina nguvu ya kupanda wazo jema la kiungu kutokea ndani yako. Kwa hiyo kitu cha ajabu kinacholeta uamsho, nimesema kwanza wokovu, pili roho wa Mungu tuliyepewa, tatu ni hili neno. Hakuna uamsho utatokea nje ya. Sasa haya ni majira ya uamsho. Sasa yamekujaje kwenye maisha yetu? Yamekujaje? Tumethibitishwaje kwamba haya ni majira ya uamsho? Tutasoma kidogo maandiko. Fungua mmoja na mimi Ezekieli 2:2. Na kuna kumalizia, muda sio mrefu. Ezekieli 2:2. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Nasoma tena, soma. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Sikiliza. Naomba utolee macho ili andiko, ndio ujue nguvu ya neno. Ndio ujue kwa nini Lazaro alifufuka kwa neno. Kwa nini neno likisemwa kwako unaweza kuzaliwa mara ya pili. Anasema naye aliposema nami, roho yake ikaniingia. Naomba unielewe. Yaani Mungu aliposema nami, kilichoingia ndani yangu kutokea ile sauti yake kwangu ilikuwa ni roho yake. Kwa Mungu akisema, roho yake ndio inaingia kwangu. Soma. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha,
nikamsikia yeye aliyesema nami. Naye aliposema, roho yake ikaniingia. Jesus. Nami nikasikia, maana alinisimamisha ili niweze kusikia. Kwa hiyo naomba unielewe, Mungu akileta neno lake likija kwako, ni roho yake imekuja kwako. Neno likija, roho inakuja. Neno likija, roho inakuja. So haijalishi ulikuwaje, madam ulisikia alichosema, roho yake inakuingia. Ukisikia anachosema, roho yake inakuingia. Ile roho yake kuingia, uhai wake umekuingia, pumzi yake imekuingia. Jesus. Alivyo imekuingia, kazi zake zimekuingia, utukufu wake umekuingia. Kwa hiyo anaposema, ndipo kuna kitu kipya kinatokea, kwa sababu roho wake huwa anaingia kutekeleza alichokisema. Sasa kabla sijaenda mbali, nini maana ya neno uamsho? Nini maana ya neno uamsho? Namba moja, uamsho ni uhai wa kazi za kiungu na namna ya kiungu kwenye maisha ya muamini. Uamsho ni pale ambapo ndani ya maisha ya muamini kuna uhai wa kazi za kiungu na namna ya uungu. Mtu anaitwa una uamsho pale kwenye maisha yake panaonekana kazi za kiungu na panaonekana namna Mungu alivyo kutokea kwako. Huyu mtu anaitwa ana uamsho. Namba mbili, uamsho ni mwamko wa kiutendaji. Mwamko wa kiutendaji wa kazi za kiungu ndani ya muamini. Ni mwamko wa kiutendaji wa kazi za kiungu ndani ya muamini. Uamsho ni msukumo usiozuilika. Ni msukumo usiozuilika unaokuingiza kuzifanya kazi za kiungu. Msukumo hauogopi gharama, hauogopi kuchekwa, hauogopi kukataliwa. Msukumo usiozuilika unaitwa matarakisho. Very important. Ukisoma habari ya Samsoni, wangapi wamewahi kusoma habari ya Samsoni? Kama hujaisoma leo, kabla giza lijaingia, soma habari ya Samsoni, kwa sababu inaanzia Waamuzi sura ya 13 inaishia Waamuzi sura ya 16. Ni kapaseji kadogo ukikaangalia hivi, lakini content iliyomo mle inatisha. Ni kama umesoma vitabu 100. Content iliyomo inatisha. Umemwona yule Samsoni alikuwa ni mwana uamsho. Mwambie jirani yako, Samson alikuwa mwana uamsho. Lakini wewe uliyeketi hapa, wewe ni bora mara 100 kuliko Samson. Hivyo wewe ndio mwana uamsho wa kizazi hiki.
Mwambie tena kwa sauti, wewe ndio mwana uamsho wa kizazi hiki. Samsoni, oh God, kuzaliwa kwake ni kama sisi. Alizaliwa kwa neno kama sisi. Na kitu kilichomtokea Samson, oh God, Roho Mungu aliingia ndani ya Samson angali akiwa tumboni. Samson alizaliwa anaitwa mnaziri wa Mungu. Sema mnaziri wa Mungu. Sema tena mnaziri wa Mungu. Mnaziri wa Mungu ni nani? Yaani mnaziri wa Mungu sio kunyolewa nywele. Yale ilikuwa ni kitu cha wakati ule. Leo hatuambii kunyoa nywele. Sikiliza. Mnaziri wa Mungu anaitwa niseme Mesaya. Mesaya ni nani? Ni aliyetiwa mafuta. Aliyetiwa mafuta ni nani? Ni aliyetengwa kwa ajili ya Bwana, anayemilikiwa na Bwana, yupo kwa ajili ya kufanya vya Bwana. Kwa hiyo kama Samsoni alikuwa mnaziri wa Mungu, hata mchana wa leo aliyeketi hapo ni mnaziri wa Mungu. Ujajipigia makofi sawa sawa. Sikia. Kwa Samsoni akatambua kwamba siishi kwa ajili yangu. Siishi kwa ajili yangu. Kwa Samsoni alikuwa na kitu ndani, msukumo usiozuilika wa kufanya anachokitaka Mungu. Sikiliza, ule msukumo ukija ukiwa kwenye maisha yako, hakuna kitu Mungu anakuambia ufanye hautafanya. Kwa nini? Kwa sababu ule msukumo unakuonyesha kwamba wewe unaishi kwa ajili ya hili. Unaishi kwa ajili ya hili. Unaishi, Mungu anataka afaidike na wewe. Ufalme wake ufaidike. Mungu anataka wewe ufanye mahali pake, ufanye kwa faida yake, ufanye kama yeye angefanya. Kwa Samsoni aliitwa mwana uamsho kwa sababu hakuishi maisha yake. Aliishi kila Mungu alichokitaka afanye. Yaani mwanzo wa Samsoni mpaka mwisho wake ukimsoma, hakuna kitu amefanya kama yeye hakipo. Watu wengi wanaposoma hata vile vitu dhaifu vile mnaviona amevifanya, havikuwa vya kwake. Mungu alitumia vile vitu dhaifu kwa sababu ajenda yake haikuwa kwenye vitu dhaifu. Ajenda yake ilikuwa anataka Wafilisti waangamie. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Samsoni aliishi matarakisho ya ndani kwa Roho Mtakatifu aliyekaa ndani yake. Kwa Roho wa Mungu tayari yuko ndani yetu. Jesus. Kwa kila anachokisema sisi tunaonyesha kwamba hatuishi kwa ajili yetu, tunaishi kwa ajili yake. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tutekeleze anachokitaka na anachokisema. Mwambie jirani yako, sema ndugu yangu. Sema tena kwa sauti, ndugu yangu. Sema tena, ndugu yangu. Wewe unaishi kwa matarakisho ya ndani. Kila Mungu anachokitaka ukifanye, hicho utakifanya. Kwa kuwa wewe sio mali yako mwenyewe. Wewe ni mali ya yeye. Alikununua, akakupa Roho wake ndani yako, ili kila atakachokisema ukitekeleze. Hata kama kuna gharama, hata kama ueleweki,
hata kama unapoteza, hata kama unatukanwa, uko tayari. Kuna mwanamke yuko Kenya anaitwa Margaret Wairimu, moja ya wanawake wakuu kwenye taifa hilo. Huyu mwanamke aliolewa na mzungu. Kwenye usichana wake very beautiful, aliolewa na mzungu. So alipoolewa na mzungu, akiwa ndani ya ndoa akaokoka. Alipookoka, it means ameanza kumilikiwa na mwingine anaitwa Bwana Yesu. Kwa Bwana Yesu sasa anataka huyu Margaret afanye kazi zake. Mzungu akapima mizani, akaona huyu bwana mwingine aliyeingia kwa mke wangu amekuwa bora zaidi kuliko mimi. Mmoja yule mzungu akamuita mke wake, akamwambia, kaa hapa leo, nataka uamue bwana kwenye maisha yako anakuwa ni Yesu au nakuwa mimi. Chagua kwamba umeolewa na Yesu au nimekuoa. Wewe jirani yako, hivi kwa haraka haraka hapo unajibuje? Huyu dada alikuwa na uamsho wa ajabu. Sauti ya Mungu ni kila kitu kwake. Ule msukumo wa kufanya vitu vya uungu. Alikuwa anaendeshwa. Yule aliye ndani yake alimpa jawabu. Akamwambia mume wake mzungu, akamwambia, mimi sikukatai, lakini ubwana wa Yesu hauna mbadala. Kwa hiyo mzungu alikuwa anataka nafasi ya Yesu kwenye maisha ya huyu mama. Huyu mama alishindwa kumpa nafasi ya Yesu, akashindwa. Huyu mama kwa sababu matarakisho akajikuta ni single mother. Mume wake arudi Ulaya. Sikiliza, walishauri na kushauri. Yule mzungu akasema, siwezi kuishi na mwanamke ana mwanaume mwingine anaitwa Yesu. Ndugu wa mzungu wakaanza kutoka Ulaya wanasapoti maono ya huyu mwanamke. Ndugu wa mzungu wakaokoka, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kufanya kazi na huyu mwanamke. Sikia, kuna kitu kinaitwa msukumo. Msukumo unakupa kutekeleza chochote anachokitaka. Chochote anachokitaka. Huwezi kujizuia. Uko tayari kuaibika. Uko tayari wakuone, wakuite majina yote. Uko tayari usieleweke. Uko tayari kuaibika. Uko tayari kwa lolote. Lakini msukumo wa ndani huwezi kuuzuia. Sasa ule msukumo unapofanya kazi, Jesus, yale matakwa yake yanatimilika, ndio tunaita huyu mtu ni mwana uamsho. Na mchana wale umekaa na mwana uamsho mahali hapo. Na kuambia chochote atakachomwambia Bwana hatajizuia, atakitekeleza kwa jina la Yesu. Hey, chochote anachokisema Bwana, hata kama kina maumivu, atakifanya chote. Hey, majira yamefika ya wana uamsho kuinuka mara hii. Zamu hii ni ya wana uamsho. Asa sikiliza, Apostle Nyakura Ndegi alikuja hapa. Ilikuwa ni mkesha wa mwaka mpya. Akasema, aliongea maneno hivi kama Yesu alivyoongea. Aliongea maneno, akasema mwaka 2026 ni mwaka wa uamsho. Watu kusikia? Tena tulisherekea, tena tukarukaruka, tena tukaimba, tukasema ni mwaka wa uamsho. Sasa mwaka wa uamsho ni mwaka wa kutembea
kwa msukumo wa ndani kutekeleza matakwa ya Kristo Yesu. Uhitaji msimamizi, uhitaji kukumbushwa, uhitaji kupigiwa simu, uhitaji kutumiwa message, uhitaji kuombwa, uhitaji kupembelezwa, uhitaji kuitwa, uhitaji kulipwa ili ufanye cha Mungu, kwa sababu wewe umeshanunuliwa ufanye kila kitu kwa faida yake. Lile neno alisema huu ni mwaka wa uamsho. Lile neno lilipokuja kwetu na roho ya uamsho ilituingia. Tangia that day sisi ni wana uamsho. Sasa lazima tuanze kutekeleza ili tuonekane mbele za Mungu sisi ni wana uamsho. Kila msukumo wa kufanya unaozaliwa ndani yetu tunatekeleza. Kila msukumo unatekeleza. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa tuangalie kitu kimoja tu ambacho kwa hiyo mbingu ina matarajio, kwa sababu imeshatupa roho ya uamsho. Naomba unielewe, yaani uamsho kwenye maisha yako Mungu adaiwi. Ameshafanya kila kitu ili wewe uwe mwana uamsho. Kwa hiyo mbingu ina matarajio. Sasa tuangalie mbingu inataka kuona nini ili kuthibitisha kwamba sisi ni wana uamsho. Mbingu inataka kuona nini kwetu? Inataka kuona nini? Kitu cha kwanza mbingu inataka kuangalia uwezo wa kuchukua wajibu. Mungu anataka kuona kama sisi ni wana uamsho, anataka kuona uwezo wa kuchukua wajibu. Sasa tukiwa tumekaa hapo, naomba tuulizane sisi kwa sisi. Wewe wajibu wako ni nini kwenye ufalme? Nini wajibu wako? Umechukua wajibu gani? Hebu muulize jirani yako. Kuna mtu mmoja yeye alipewa tu wajibu. Alipewa wajibu kwamba basi ufanye seli nyumbani kwako. Sasa yeye hataki. Asema mimi sitaki seli. Mimi sitaki seli. Sasa nikamuuliza, unajua maana ya kukataa seli? Kwamba ukikataa seli nyumbani kwako unajua unachokipoteza? Kwani hii seli anayetajwa ni nani? Anayeitwa ni nani? Wanaokusanyika wanakusanyika kwa ajili ya nani? Nikamuuliza, wewe huoni seli ni lango la baraka? Nikamwambia hao watakatifu wanaokuja hapa kukusanyika, wewe unafikiri wanakusanyika bure? Huoni kama wakija na malaika wanakuja? Nikamwambia huoni kama hao wote wakusanyika kuna kazi za mbingu zinafanyika hapa? Hata wakiondoka zile kazi haziondoki. Huoni kama wanapokusanyika kuna vitu wanatamka? Wao nafikiri wavitamka wanaondoka navyo vyote, si vinabaki hapa? Nikamwambia unaweza ukawa unalifukuza lango la mbingu. Unaweza ukawa unalifukuza lango la mbingu. Nikamwambia hii seli hii hapa ni fursa. Ni fursa kwamba mtu anatakiwa adai, na mimi nipeni seli, na mimi nifungue, na mimi nifungue. Sio kukataa seli. Kikataa seli, umekataa utukufu wa Mungu kushuka na kuatamia malango ya nyumba yako. Kwa sababu kila kinachofanyika pale, nikwambie kabisa, kuna mashetani hayawezi kuja tena kwenye nyumba yako. Nataka nikwambie, unaposema huyu ni mwana uamsho, wajibu ni kipaumbele. Yeye kazi yake ni kuchukua wajibu. Akatai wajibu, majira ya uamsho yakifika, waliokukataa huwa wanaanza kutafuta. Nakwambia watu ambao walikuwa hawakuhitaji wanakuona wewe ni walazima. Wewe ni walazima. Jesus. Waliokuita hasara wanabadilisha, wanasema wewe ni faida. Wewe ni faida. Wewe ni faida. Majira ya uamsho. Kwa mimi sitarajii eti walimu 50 wakosekane. Sitarajii. Natarajia hapa
watokee 200, tuseme ngoja aanze huyu afu wewe utakuingiza baadaye. Ngoja dakika 45 kwa wiki kwa ajili ya vizazi vya Mungu. Muulize jirani yako, mwaka 2090 utakuwa wapi? Muulize bwana, mwaka 2090 atakuwa wapi? Kuna vizazi hivi vinakuja ili kukamata kijiti, lazima tuviandae. Mungu ametuona Living Water kwamba sisi tuna kitu cha tofauti kwa ajili ya vizazi vyake. Huu ni upendeleo wa mbingu. Kuna lango liko wazi, limeiona Living Water kuinua vizazi vinavyokuja. Tukipoteza hii nafasi, Mungu atainua wengine, lakini nafasi ni ya kwetu na imekuja. Mungu anataka atubariki. Haleluya. Mimi nikwambie, unapoona uamsho ni swala la kuchukua wajibu. Sasa adui atakuacha uwepo kanisani, anakuacha, lakini hataki uwe mwana uamsho. Hataki. Anataka tu unaingia unatoka, unaingia unatoka. Hapana, yatosha, yatosha. Huu ni mwaka wa uamsho katika jina la Yesu. Lazima kila mtu awe na athari. Kwa hiyo unapoona wajibu umepewa, adui anakuinukilia, anainua visababu. Unaelewa? Yaani kama hivi unaambiwa kuwa kiongozi wa seli, unaweza kusema sijasoma. Hujasoma. Unaanza kusema tena sina hela. Unaanza kusema tena nimepanga. Nimepanga mchakato, nyumba inakuja. Au nimepanga. Mara sina nguo nzuri ya kuvaa seli. Sina hela ya chai ya kuwaekea watu. Sijui. Yaani una visababu. Lakini nataka nikwambie, hii sababu zinatengenezwa na adui. Wewe unachotakiwa uchukue wajibu kwa imani. Mungu amekupa wajibu huu kufunua kwamba wewe ni mwana uamsho. Kwa hiyo wewe unatakiwa chukua wajibu, tekeleza, neema ipo. Tekeleza, neema ipo. Kwa sababu kuna kitu lazima ukielewe. Ukichukua tu wajibu neema inaanza na wewe. Ukichukua wajibu kuna uwezesho wa kiungu unatenda kazi na wewe. Wajibu wa pili nitataja tu, siwe maana muda umeisha kabisa. Wajibu wa pili ni maombi. Ni maombi. Wana uamsho God, huwa wanabeba wajibu. Wanabeba wajibu. Sasa uwajibu, yes, ni kazi unafanya, ni kazi, lakini hiyo kazi nyuma yake inahitaji wewe ubebe roho ya maombi. Kuna watu kila saa 11 mnawasikia wanapaza sauti. Kila saa 11 wanapaza sauti. Ile sauti wanaopaza, wanatafuta jambo lao liwe hai na liimarike. Hata kama ni la giza, liwe hai na liimarike. Na sisi hatuwezi kuwa wana uamsho bila kila siku kuita uhai wa Mungu, ili kwamba wajibu wetu unaodhirisha uamsho uweze kuimarika siku kwa siku. Vita yoyote inayokuja juu ya uamsho huu iweze kuanguka. Maombi. Hivyo asubuhi tulikubaliana. Yaani kuanzia kuamka hii asubuhi ya kesho tunaamka saa 9. Ningesikia makofi kwa Yesu. Jamani, naomba nitangaze, muda wa kulala umeisha. Hizi ni siku za mwisho. Kuna mambo ya kuyatekeleza, bila maombi haiwezekani.
Haijalishi unapitia wapi, wewe anza tu kuamka saa 9. Na tumeleta wepesi kwamba hautaamka peke yako. Leo hapo utachagua partner wa kuamka naye. Leo utampata hapa. Na atakuchaguli, utamchagua mwenyewe. Kitu cha 3, wajibu wa 3. Wajibu wa 3. Kubeba wajibu. Kubeba wajibu. Sasa wajibu, ni kubeba wajibu. Sasa wajibu hapa wa pili. Wa kwanza ni maombi, wajibu wa pili ni kuvuna roho. Asante. Kuvuna roho. Kuvuna roho. Mwambie jirani yako kuvuna roho. Hata wewe ulivunwa. Naomba umuulize huyo, wewe unamkumbuka aliyekuvuna? Hata wewe ulivunwa. Sasa kuna mwingine yuko nje anasubiri kuvunwa na wewe. Kwa tunapochukua wajibu, tunachukua wajibu wa kumleta mwingine kutoka gizani aje nuruni. Haleluya. Tukifanya hicho kitendo tunajiita sisi ni wanauamsho. Sisi ni wanauamsho. Kwa wanauamsho sio kukaa hapa kupiga tu kelele. Wanauamsho ni kazi. Ni kazi. Aliposema mwaka 2026 ni mwaka wa uamsho, alikuwa anasema huu ni mwaka wa kazi. Yes, huu ni mwaka wa kazi. Na naomba mbandue hii, mweke uamsho. Kwa wiki hii God, tutakwenda pia, kila mtu atakwenda kuvuna roho wiki hii. Jesus. Naomba tusimame. Tuketi, mmesimama vibaya. Sisi ni makomando. Unajua wanaoamsho ni makomando. Yaani unaweza kupita pasipopitika. Yaani hata kwenye moto unapita. Kwenye maji mengi unapita. Kwenye uvuli wa mauti unapita. Sasa ukiambiwa simama, unasimamaje? Hebu simama kama mwana uamsho. Piga kelele kwa Yesu. Haleluya. Hao waliopindua ulimwengu wamefika hata huku.